doesn't like to be cheated. Karibu tena ndani ulimwengu wa vibandaumiza. Na baada ya kufanya breakdown ya movie ya 4 ya Final Destination, leo tunaingia tena katika movie ya 5 ya Final Destination. Na kwa ujumla hii movie ya 5 nilipenda zaidi kuliko movie ya kwanza. Na sababu kubwa kabisa tuligundua kitu kimoja, kwamba hii movie yetu hii ilikuwa ni prequel ya ulimwengu wa Final Destination. Yani in short ni kwamba sasa hii movie itakuwa ianze kabla ya movie ya kwanza ya Final Destination. Kwa ni kwamba sasa ile scene ya kwanza ambayo tumeiona katika movie ya kwanza kabisa Final Destination ndani ya ndege ilikuwa ni scene ya mwisho, umeona, katika movie yetu ya Final Destination 5, umeona mpaka hapo. Na vile vile pia hii movie yetu yani ilitanua zaidi yani mambo yetu haya ya Final Destination mythology, yani especially ile idea kwamba ukimuua mtu utakuwa na uwezo wa kuchukua maisha yake aliyobaki, umeona mpaka hapo. Na je, hii movie yetu iliingia dipu katika story gani? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibandaumiza, usisahau kusubscribe. Na kwa recap ya faster ni kwamba sasa movie ya kwanza hadi ya 3 movie zetu zilifocus kwa wanafunzi wa high school, na vile vile movie ya 4 ilifocus kwa wanafunzi wa chuo, ile movie ya 5 sasa ina focus kwa wafanyakazi, umeona mpaka hapo. Na vile vile pia katika movie zetu hizi au movie ya 5 ilifocus kwa mchizi mmoja hivi anaitwa Sam, umeona mpaka hapo. Na Sam kama Sam sasa akiwa na rafiki zake au wafanyakazi wenzake walikuwa wakisafiri ndani ya basi la kampuni kwenda sehemu fulani hivi kwa ajili ya kula bata, umeona mpaka hapo. Na kama tulivyoona katika movie mbalimbali, umeona watu wote hawa ambao walikuwa wanapata maono, kuna feelings fulani hivi walikuwa kiziona, ni sign mbalimbali yani ambazo sio za kawaida, umeona mpaka hapo. Na hapa Sam sasa ghafla anapata maono, umeona kwamba ile daraja ile ambayo gari lao liko likisafiri linaporomoka na kuua watu wengi. Na kwa bahati mbaya zaidi sa watu wote ambao walikuwa kusafiri ndani ya libasi wanafariki dunia, isipokuwa demu mmoja hivi anaitwa Molly. Na demu Molly sasa alikuwa ni demu wa zamani wa mchizi wetu huyu anaitwa Sam. Na baada ya Sam kushtuka kutoka ndani ya maono sasa ana panic, yani anasema bwana kuna ajali ilitokea, umeona mpaka hapo. Sasa watu wengi walikuwa hawaamini yani, umeona mpaka hapo, ila watu pekee ambao walifanikiwa kuchomoka ndani ya gari na kutoka nje ya gari na kumfuata Sam ndio ambao walifanikiwa kusurvive, na watu wote sasa ambao walikuwa ndani ya gari wanafariki dunia, umeona mpaka hapo. Na kutokana na hilo sasa polisi wakaanza kufanya investigation, inakuaje yani Sam kama Sam akajua kama ajali ilitokea, umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati nzuri sasa hawakugundua kitu chochote kile kibaya ambacho Sam alikifanya, umeona mpaka hapo, kwa sababu kitu kilikuwa ni kitu fulani ambacho kielezeki kisayansi, umeona mpaka hapo. Ila kama tunavyofahamu sasa ni Sam kama Sam, kitendo alichokifanya hichi alikuwa ameinterfere mpango wa kifo, umeona mpaka hapo. Na siku moja sasa wakiwa makaburini hapo wakizika watu wote ambao walifariki dunia katika ile basi, ndio tunamuona mchizi wetu JB hapa. Na JB kama JB sasa yani anatoa bonge moja na msemo mtamu sana yani katika ulimwengu wa movie za Final Destination. Na nawaambia hapa kwamba death doesn't like to be cheated, and kifo kama kifo hakipendi kudanganywa. Kwa in short sasa Sam kile kitendo cha kuokoa wenzake baada ya kupata ya maono alikuwa mikichiti kifo, na kifo kama kifo sasa lazima kije kwa kasi kubwa na kuanza kuua watu wote ambao walifanikiwa kusurvive katika ile ajali. Na mtu wa kwanza kabisa kufa alikuwa ni mdada mmoja anaitwa Candice, ambaye umdada alikuwa ni mwana sarakasi, umeona mpaka hapo. Na kifo kimoja yani yani kilikuwa ni kibaya kinoma yani, umeona mpaka hapo. Na kifo sasa kilimfanya mchizi mmoja anaitwa Peter yani taratibu aanze kuchanganyikiwa, umeona mpaka hapo. Na mtu wa pili kufariki alikuwa ni mchizi mmoja anaitwa Isaac, na mchizi alifariki sasa kipindi fulani hivi alipokuwa anafanywa massage, umeona mpaka hapo. Na alangukiwa sasa na statue moja hivi ndani ya kichwa chake. Na baada ya kifo cha Isaac tunakutana tena na mchizi wetu William wa JB, umeona mpaka hapo. Na JB kama JB anawaachana ukweli kwamba nyinyi kama nyinyi yani kifo kinawaandama kwa sababu yani hamkutakiwa kusurvive, na njia pekee sasa ili muendelee kuishi lazima yani mmoja wenu au kila mmoja, umeona, afanikiwe kumuua mtu fulani na kuchukua miaka iliyobaki. Na in short sasa hii principle au hii mythology katika Final Destination ya kumuua mtu na kuchukua miaka yake iliyobaki ndio center kubwa naweza kusema yani ya movie yetu ya Final Destination 5, umeona mpaka hapo. Na in short kitu sasa ndio ambacho ilisababisha mpasuko ya wasikaji ambao walifanikiwa kusurvive baada ya Sam kupata haya maono.
Na hapa Sam aligundua kitu kimoja kwamba kifo kama kifo ni kinaua watu katika ule mpangilio ambao watu walikufa katika ile ajali, umeona, katika ile pande za darajani. Umeona mpaka hapo. Na aligundua kitu kimoja, mtu anayefuata si mwingine ni mdada mmoja anaitwa Olivia. Na kipindi ambacho mdada Olivia sasa alikuwepo katika operation sasa ya kurekebisha maono yake ndani ya jicho, na kwa bahati mbaya inatokea ajali sasa, ni ileza hii, umeona, ambapo kazi yake ni kusafisha jicho, inakuwa na nguvu zaidi na mwaribu jicho, na Olivia ana panic, na kwa bahati mbaya sasa ni sikuna yake na mzingua na anadondoka kutoka juu ya gorofa na anafariki dunia. Umeona mpaka hapo. Kwa hadi sasa ni wambaki takriban watu 4 yani, au watu 3 in short, ni kabaki Nathan, umeona, ambaye ni manager, umeona, katika hii kampuni, na vile vile pia anabaki Peter pamoja na mchezo wetu anaitwa Sam, kwa sababu kumbuka sasa Molly kama Molly ni mtu pekee ambaye alifanikiwa kusurvive katika yale maono ambayo Sam aliyaona katika ile ajali pale darajani. Na hapa polisi wetu sasa ule Mr. Jim akawaelewi yani vitu gani ambavyo vinatokea, mbona watu wanakufa kizembe yani. Kwa in short sasa ile investigation kumhusu Sam ikazidi kuendelea. Ila kwa bahati mbaya hakuna mtu yoyote ndani ya polisi ambaye wakimwamini Sam. Umeona mpaka hapo, alikuwa anahisi Sam ni mtu ambaye kachanganyikiwa. Umeona mpaka hapo. Na mtu anayefuata sasa kwa mwingine alikuwa na mchizi mmoja anaitwa Nathan, ambaye jamaa sasa alikuwa ni manager ndani ya kiwanda. Na kwa bahati mbaya sasa alikuwa na ugomvi na jamaa mmoja anaitwa Roy. Na sababu kubwa kabisa ya ugomvi ilikuwa ni kwamba sasa Roy kama Roy yani alikuwa ni mfanyakazi katika hii kampuni kwa takriban zaidi ya miaka 15. Ila kwa bahati mbaya Roy kama Roy alikuwa hana elimu. Umeona mpaka hapo. Na Nathan kama Nathan sasa alikuwa ni mtu mmoja mwenye elimu yake kutoka chuo, ila kiuhalisia yani alikuwa hana uzoefu. Umeona. Kwa hiyo short ilikuwa ni beef yani kati ya old school na vijana wapya wa miaka 2000. Umeona mpaka hapo. Na kwa bahati mbaya kama tunavyofahamu kifo kama kifo kina mpango wa kumuua Nathan, ila kwa bahati mbaya katika mfarakano, umeona, Roy anafariki dunia. Umeona mpaka hapo. Kwa kimahesabu ilikuwa ni kwamba sasa yani Nathan kama Nathan kamuua Roy, na swali la kujiuliza, je, kwa sababu kamuua Roy, je, ile mythology yetu ile kwamba ukimuua mtu utachukua miaka yake, je, itafanya kazi kwa Nathan? Umeona mpaka hapo. Na majibu ya maswali nitatoa baadaye. Na kama nilivyosema mwanzo sasa Peter kama Peter baada ya kifo cha Candice taratibu alianza kuchanganyikiwa na akaamini kitu kimoja kwamba hii ajali, umeona, kati ya Nathan pamoja na Roy, akaamini kitu kimoja kwa Nathan kamuua Roy. Kwa moja kwa moja Peter akafikiria kitu kimoja, okay, maybe inabidi yeye kama yeye sasa taratibu amtafute mtu wa kumuua ili apate miaka yake. Umeona mpaka hapo. Na vile vile pia kwa bahati mbaya mtu anayefuata katika mfululizo wa kifo alikuwa ni bosi wao huyu, na kwa bahati mbaya sasa ndani ya kiwanda bosi anafariki dunia sasa baada ya spana kuchomoka na kumpasua kichwa. Na hapa sasa wakaamini kitu kimoja kwamba ile theory ukimuua mtu unachukua maisha yake, umeona mpaka hapo, ili kuwa proved kwamba ni theory ya ukweli. Umeona mpaka hapo, kwa sababu Hispana sasa yani ilimpita Nathan na kwenda kumpasua moja kwa moja bosi wao huyu anaitwa Dennis. Umeona mpaka hapo. Na mtu anayefuata katika mfululizo wa kifo ni mchizi mmoja anaitwa Peter. Umeona mpaka hapo. Na Peter kama Peter sasa alikuwa anajaribu kumtafuta mtu wa kumuua ili aweze kupata miaka yake. Umeona mpaka hapo. Na Peter kafikiria kitu kimoja, okay, maybe ndo muda mwafaka wa kumuua Molly. Kumbuka kama nilivyosema mwanzo kabisa, baada ya kifo cha Candice Peter alianza kuchanganyikiwa. Umeona mpaka hapo. Na kwa bahati mbaya au bahati nzuri sasa tunajaribu kumuua Molly, umeona, huyu agent wetu polisi huyu anaitwa Jim anatokea kwa nia kumuokoa Molly pamoja na Sam, ile kwa bahati mbaya Peter anafanikiwa sasa kumuua Jim. Umeona mpaka hapo. Kwa hadi hapa sasa Peter kama Peter kashafanikiwa sasa kupata maisha, umeona, ya Jim, ila kaufia kitu kimoja kwamba katika mauaji Molly pamoja na Sam walikuwepo, umeona, na kushuhudia yeye kama yeye Peter akimuua police officer. Umeona mpaka hapo. Na kutokana na hilo sasa akasema okay, yani ingalishapata miaka hii ila lazima nimuue Molly. Ile kwa bahati nzuri sasa Sam anatokea na anafanikiwa kumuua Peter. Kwa hadi sasa yani kabaki Sam pamoja na Molly. Ila Molly kama Molly sasa hakutakiwa kufa na Sam alitakiwa kufa. Na hapa Sam akaamini kitu kimoja kwamba kama yeye kamuua Peter na Peter kama Peter alifanikiwa kumuua Jim, basi bila shaka sasa Sam kama Sam kafanikiwa kuchukua miaka ya Jim. Unaona mpaka hapo. Na je, hii theory ni ya kweli? Umeona mpaka hapo. Na kwa sababu ambao cheki movie tunafahamu kitu kimoja, sababu kubwa kabisa ya Molly kutengana na Sam ilikuwa ni kwamba sasa Sam kama Sam alikuwa na ndoto za kwenda pande za Ufaransa, pande za Paris kwa nia kufungua mgao. Kumbuka Sam kama Sam sasa yani alikuwa anapenda sana kuwa chef. Umeona mpaka hapo. Na akaamua sasa kuchukua ndege pamoja na Molly ili waende pande za Paris kwa ajili ya Sam kufungua mgao wake. Na hii ndege ambayo ilikuwa inaelekea Paris ni ile ndege namba 180 ambayo tumeiona katika movie ya kwanza kabisa, yani wakati wale wanafunzi wale
pamoja na walimu wao walikuwa na mpango wa kuchomoka kutoka pande za Marekani kwenda moja kwa moja pande za Ufaransa. Na kifo sasa kilivyokuwa kishenzi sasa kiliua ndege wawili kwa kutumia jiwe moja, na katika ajali ya ndege sasa yani Sam pamoja na demu wake anaitwa Molly wanafariki dunia. Kwa hiyo shoti ni kwamba sasa yani Sam kama Sam yani kitendo cha kumuua Peter sio kweli kama alichukua maisha ya Jim, kwa sababu Peter alimuua Jim. Na vile vile pesa sababu kubwa kabisa ya Molly kufariki ni theory moja hivi muone ambayo tuliona katika movie ya 6. Yani shoti ni kwamba sasa hata kama wewe haukuwa katika listi ya kifo, ila kama wewe ulinitafia na watu fulani kuzuia wasife, basi moja kwa moja kifo kama kifo yani kinaweza kikaingilia kati na kukumaliza yani. Na shoti walikuwa wanasema katika movie zetu wanakuambia don't fuck with death yani. Ni hivyo yani. Na hadi sasa watu wote washafariki dunia. Umeona mpaka hapo, mtu aliyebaki pekee ni mkizi wetu huyu anaitwa Nathan. Umeona mpaka hapo, na tulifahamu kitu kimoja, Nathan kama Nathan alifanikiwa kumuoa jamaa anaitwa Roy. Na je, alipata miaka mingapi? Umeona mpaka hapo, ila kwa bahati mbaya sasa wakiwa katika mazishi ya jamaa anaitwa Roy, Nathan anagundua kitu kimoja kwamba Roy kabla ya kufa kwake alikuwa na matatizo katika ubongo wake, na kiuhalisia sasa yani alikuwa amebakiza siku chache sana yani kabla Roy hajafariki dunia. Kwa hiyo kitu kimoja kwamba baada ya Nathan kumuua Roy alifanikiwa kupata siku chache ndani ya maisha yake. Na kwa bahati mbaya sasa kifo kilivyokuwa kishenzi sada baada ya mlipuko ile ndege kule juu, sasa tairi lile kutoka juu liliingia katika eneo ile ambalo Nathan alikuwa katika mazishi na kumuua Nathan. Kwa hiyo shoti ni kwamba sasa kifo kama kifo yani kimemuua Molly, kimemuua Sam, na vile vile at the same time yani katika mlipuko kikarudi chini na kumuua Nathan. Ndio hivyo mwanangu, ni kifo kama kifo yani hakina huruma kubabeki. Na kwa ujumla mimi binafsi nilipenda zaidi movie ya 5 kuliko movie ya kwanza, ya pili, ya 3 pamoja na ya 4, kwa sababu movie ya 5 sasa yani ilitanua Final Destination mythology yani. Na in short yani kulikuwa kuna mambo mengi na twists za hapa na pale, na kwa ujumla ilikuwa ni bonge moja la movie. Na kwa review sasa ya movie ya 6 na ya mwisho katika mfululizo wa movie za Final Destination tukutane baadaye au kesho nikipata nafasi. Stay tuned.